tulionayo katika dira ya dunia. Vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran vinaendelea huku mlipuko mkubwa umesikika kote mjini Tehran na mashambulizi ya anga yanaripotiwa miji mingine katika nchi hiyo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameionya Marekani kwamba kuiondolea Urusi vikwazo vya kiuchumi kunaweza kuwa pigo kubwa kwa taifa hilo la Ukraine. Mtayarishaji mkongwe wa muziki wa Bongo Flava nchini Tanzania, P-Funk Majani, anasema ana wasiwasi utambulisho wa Bongo Flava unapotea. Unaweza kwenda sehemu yote duniani na usisikie muziki kama ule. Sasa hivi it's more like mtu anaweza kafanya Bongo Flava moja alafu nyingine zote ama piano. Tunapoteza, ingalau wanajaribu kushindana na masoko ya kimataifa, lakini mimi nachoamini uniqueness ndio itauza product yako. Na kwenye mjadala wetu wa wiki tunaangazia vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Sasa upi mustakabali wa vita hivi? Tegemea ni nani kati ya pande mbili hizi atakayeweza kuhimili kwa muda mrefu zaidi hujuma za upande mwingine. Linamaanisha kwamba ni kutaka vita hivi viendelee mpaka wanaposema watu lijulikane moja. Viwanjani, UEFA yafungua kesi dhidi ya mshambuliaji wa Chelsea baada ya kumsukuma mwokota mpira. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Lakini kwanza ni taarifa ya habari za dunia ukiwa nami Sarafina Robi. Mashambulizi makubwa ya mabomu dhidi ya Iran yanaendelea huku milipuko ikisikika kote mjini Tehran. Shirika la habari la kitaifa la Iran linaripoti mlipuko mkubwa karibu na eneo ambapo maelfu ya raia wanashiriki katika maandamano ya siku ya Quds, maandamano ya kila mwaka ya kuunga mkono wa Palestina na wanaoipinga Israel. Mtu mmoja anaripotiwa kuuawa. Ujumbe kutoka kwa kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei umewataka raia wa Iran kutumia mikutano hiyo kuonyesha ghadhabu yao dhidi ya mashambulizi ya Marekani na Israel. Israel ilikuwa inawaonya watu mjini Tehran kuondoka katika maeneo mawili ya mji huo huku ikianzisha wimbi jipya la mashambulizi. Jeshi la Marekani limesema limepata miili ya wafanyakazi 4 kati ya 6 waliokuwa kwenye ndege ya kujaza mafuta iliyoanguka magharibi mwa Iraq hapo jana siku ya Alhamisi. Zaidi na Elizabeth Kazibure. Shughuli ya kutafuta inaendelea kuwatafuta wengine 2. Majina yao yanahifadhiwa hadi ndugu wa karibu watakapojulishwa. Kituo kikuu cha Marekani kinasema mazingira ya tukio hilo yanachunguzwa, lakini kupotea kwa ndege hiyo hakukutokea na uhasama au moto wa makabiliano. Jeshi la Iran linadai kwenye runinga ya serikali kwamba kundi shirikishi la Iraq lililenga ndege hiyo kwa kombora na kuwaua watu wote waliokuwepo ndani ya ndege hiyo. Umoja wa Ulaya unasema kuwa una wasiwasi mkubwa kutokana na Marekani kuondoa vikwazo dhidi ya mafuta ya Urusi. Rais wa Baraza la Ulaya alisema hatua hiyo inaathiri usalama wa Ulaya. Kansela wa Ujerumani alisema uamuzi huu haukuwa sahihi. Uingereza inasema itadumisha vikwazo. Marekani imeidhinisha uuzaji wa mafuta ya Urusi yaliyoidhinishwa mwishoni mwa hapo jana siku ya Alhamisi katika jaribio la kudhibiti kupanda kwa bei ya kimataifa ambayo imesalia kuwa zaidi ya dola 100 kwa pipa. Msemaji wa Kremlin anasema maslahi ya Urusi na Marekani yanawiana katika hitaji la kuleta udhibiti wa bei ya mafuta. Wataalamu wanasema Urusi ni mmoja wa wanufaika wakuu wa mzozo uliopo. Mataifa mengi ya Afrika yanakabiliana na ongezeko jipya la bei ya mafuta huku mzozo katika Mashariki ya Kati ukiendelea kupandisha bei. Afrika inategemea sana mafuta yanayoagizwa kutoka nje. Zaidi na Hamida Abubakar. Wateja wameanza kuhisi athari za kupanda kwa bei ya mafuta. Nchi ya visiwa vya Afrika Magharibi ya Sao Tome and Principe imeshuhudia foleni nyingi katika vituo vya mafuta na hofu ya uhaba wa mafuta. Nchini Misri, Nigeria na Zimbabwe, bei ya mafuta imepanda kwa zaidi ya 10% tangu vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran kuanza wiki 2 zilizopita. Bidhaa nyingi barani Afrika zinasafirishwa kwa barabara na kupanda kwa bei ya mafuta kunatarajiwa kuwa na athari katika uzalishaji wa kilimo na gharama ya chakula. Wakati kupanda kwa bei ya mafuta kunavyozidisha hofu ya mfumuko wa bei, mojawapo ya taifa lililo na uchumi mkubwa zaidi barani Afrika, Afrika Kusini, imeshuhudia sarafu yake ya rand kupoteza thamani kwa wiki ya 2 mfululizo.
Na waendesha mashtaka wa Ufaransa wamefungua uchunguzi wa uhalifu wa kivita baada ya kuuawa kwa mfanyakazi wa shirika la misaada la UNICEF Karine Bouisset mwenye umri wa miaka 54 huko Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa mujibu wa shirika la habari la TF1. Bouisset aliuawa tarehe 11 mwezi Machi mwaka 2026 wakati boma lake aliposhambuliwa na ndege isiyo na rubani. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa kitaifa wa kupambana na ugaidi imetuma kesi hiyo kwa kitengo cha OCLCH na kufahamisha familia yake. Kwa mujibu wa ACLED, shirika lisilo la kiserikali linalofuatilia mizozo ya kimataifa, jeshi la Kongo ndilo lilorekodiwa mara nyingi zaidi kuwa na mashambulio ya anga na ndege zisizo na rubani mashariki mwa DRC tangu mwaka 2025, huku zaidi ya mashambulizi 60 yakiripotiwa mwaka 2026. Waasi hao pia wamedai kuhusika na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani, yakiwemo mawili yaliyolenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kisangani. Hii ni BBC. Naam, ni taarifa ya habari za dunia imesomwa kwako na mwenzangu huyo msikilizaji Sarafina Robi akiwa studio zetu za Nairobi. Matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na redio wa shirika. Ukiwa nchini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia Budi FM, Radio Kwizera kule Ngara, Radio One Dar es Salaam, Loliondo FM pamoja na Radio Free Africa. Kenya ni Must FM, Mwenedu FM na Pamoja FM na Gulf Radio. Uganda Radio Kitara, Radio Lira, Radio Paidha na Voice of Karamoja. Lakini ukiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tusikilize kupitia